And here we are, lifting our hands to you. Mwanafunzi huwa anajisomea neno la Mungu, na kujisomea Biblia ni rahisi, lakini inahitaji discipline. Kwa nini ujisomee neno la Bwana? Kwa sababu ukisikia neno la Mungu lina uwezo wa kukupatia hekima, hekima ya maisha, hekima ya kuokoka, na tena maisha yako utakuta ya kwamba yanabadilika. The word of God is sweet as honey. Hatutumikii Mungu ambaye ni kipofu, tunatumikia Mungu ambaye anaona. Zaburi ya 24 mstari wa kwanza na wa pili inasema ya kwamba dunia hii ni ya Bwana na watu wote na vitu zote ambazo ziko ndani mali yake. Na kwa hivyo his concern na affairs za ulimwengu huu, anajua mambo yote ambayo yanatendeka. You can pray about anything you want at any time at any place. Mungu huwa anasikiliza maombi yako. Hapo ndio Mungu ya Mkristo iko. Ukinyamazishwa kwenye maombi, ujue umekwisha wewe. Hata kama unasema nimeokoka, endelea kuomba, Mungu ataendelea kusikiliza. Ukinyamaza, Mungu naye atakosa kitu ya kujibu ama kitu ya kusikiliza. And here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise and worship your holy. Bwana Yesu asifiwe. Nachukua nafasi hii kukaribisha kila mmoja wetu. Asante kwa sababu ya kutegea mahali pale. Asante kwa sababu ya kuwa na wakati wa kulisikiza neno la Mungu. Nataka kukuahidi kubarikiwa, nataka kukuahidi kuinuliwa, nataka kukuahidi kupata tumaini kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu liko na nguvu la kubadilisha kila hali katika maisha ya mwanadamu. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu. Amen. Be leaning on your grace, oh yes, it will be your strength. Exodus 13 verse 21. The Bible says, and the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them on the way, and by the night in a pillar of fire to give them light to go by day and night. Sasa tunasimuliwa pale kile Mungu alikuwa anafanya na Waisraeli walipokuwa jangwani. Bible inasema clearly ya kwamba alitafuta reliable means, njia ambazo ni za muhimu sana za kuwaongoza. Na kwa hivyo leo nitazungumza vile Mungu huwa anatuongoza. Na ninatamani kila mmoja wetu hapa tutafute na tutamani kuongozwa na Mungu katika mwaka huu. Na sio tu katika mwaka huu, katika maisha yetu yote. Sasa Bible inasema ya kwamba Mungu aliamua wakati wa usiku wa mchana anawaongoza na wingu, a cloud. Na kwa sababu kwa jangwani kuna joto nyingi na jua ni kali, akaamua atawatengenezea lile wingu liwe linawafunika mchana mahali popote wanaenda, ili wasikwame katika safari. Na ninatangaza katika jina la Yesu, hakuna hata mmoja wetu atazimia. Mungu ataprovide njia zetu za kuendelea kusonga katika jina la Yesu. So mchana Mungu akaweka a cloud. Na nitawaambia hiyo ni maana yake, ni vile Mungu anatusaidia kwa neno lake. One of the reliable means ambao unaweza kuamini Mungu akuongoze nayo ni neno lake. Na mwaka huu ninaamini ya kwamba tutakuwa na wakati mzuri sana wa kusikia neno la Bwana. Tumetengeneza program ya daily conferences za kila mwezi. Tumetengeneza mikutano ya wamama, tumetengeneza mikutano ya vijana, couples meeting. Announcement yoyote ukisikia hapa kuhusu neno, ujue ni kwa sababu tunataka Mungu atuongoze. Na ni kila siku katika jina la Yesu. Hakuna wakati tutakosa kuomba. Na kwa hiyo maombi kuna neno linanenwa, kwa sababu tungependa tusikie sana kile Mungu anasema. Kwa hivyo mchana Mungu akaamua ya kwamba atawafunika kwa wingu. Kwa nini neno? Neno ndio ina form framework za maisha yetu. Ningependa uelewe hivyo. Kama wewe hausikii neno, unasikiza TV, unasikiza traditions, kuna watu wanakunenea ambao hawana Mungu. Hao ndio watashape maisha yako.
Lakini kama neno liko above you, it is going to change your framework. Inabadilisha vile unaona mambo, vile unavyowaza. Expectation zako zote zinastahili zibadilishwe kwa neno la Mungu. The other thing, Biblia inasema ya kwamba usiku Mungu akanolea ni vizuri ya kwamba awapatie a pillar of fire. Ningependa mjue ya kwamba jangwani ni mahali kuna upepo na kuna baridi kubwa. Hiyo ni season nyingine. Season ya mchana ni season ya joto na jua kali. Hiyo ni season ya aina moja. Season ya pili ni mahali kuna baridi na kuna upepo mkubwa ambao unapiga wale watu. Mungu akaamua ya kwamba atawawekea apira ambayo iko na moto ili iwe inawaongoza wakati wa usiku wasikwame. Katika all seasons Mungu anatafuta njia ya kuongoza watu wake. Na ninaomba ya kwamba we will be led by God. Na tutasikia sauti ya Bwana. Tutaona wema wa Mungu katika maisha yetu. So hii ni aina ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Number 2, another reliable source ambao tunaweza kutegemea katika maisha yetu is a fire of the Holy Spirit. Ni nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo kuna neno la Mungu ambalo ni la kila siku, inaitwa mkate wa uzima, na kuna nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinastahili kuongoza maisha ya kila mmoja wetu. Kwa hivyo nitatumia tu dakika kidogo kuzungumzia hayo mambo mawili in a very short way. Hivyo you can go back to Psalm 1, nitaanza mstari wa 2. Psalm 1, sitaongea verse 1 maana hakuna kukemeana hapa. Nataka tu niwafundishe positively. Kuna mambo tumewacha tayari. Verse 1 inasema kuna mambo tumewacha. Kuna watu tumewachana na wao kukaa na wao. Kuna ushauri tumeachana nao. Na hiyo ni kweli kwa kila mmoja ambaye ameokoka. Kuna ushauri umeacha, kuna watu umeacha kutembea pamoja na wao, na kwa hivyo kuna kitu kingine umechukua. I love the Bible. Mungu huwa anazungumza kwa njia mbili. Wacha hii, chukua hii njia nyingine. Kwa hivyo kama kuna vitu tumeachana nazo, mstari wa 2 nasema kuna kile tunajifurahisha nacho. Wewe unakemewa na Mungu kila wakati. Achana na mtu fulani. Wacha kukaa na mtu fulani. Hiyo sasa sio kile nimekuja kusema hapa. Nimekuja kukuonyesha ya kwamba unaweza kuwa successful. Number 1, if you delight. This is verse 2. Mtu huyo aliyebarikiwa, mtu atakayeinuliwa na Mungu, mtu atakaye kuwa successful, Bible inasema his delight is in the law of the Lord, and on his law, that is the law of God, he meditates day and night. Tunaongea habari ya kuongozwa na Mungu kwa neno lake. Neno hilo linastahili kuwa ndio furaha yako. It should be your delight. Delight ni kujifurahisha. Najua watu wengi mnajifurahisha na WhatsApp, wengine ni gazeti, wengine ni Facebook. Hizo haziwezi fanya usucceed. Lazima tuangalie neno la Mungu linasema kile kinakufurahisha. Kama ni neno la Mungu, ni sheria yake, ni judgments zake, precepts, statutes. Hilo neno la Mungu liko na majina mingi. Kama unajifurahisha kwa hilo neno, wewe utasucceed. Mwaka huu tungependa kila mtu anakuwa na neno lake la kumuongoza. A word that is leading your life. Kitu ambacho umechukua katika maisha ukasema neno hili ndio nitasimama ndani yake mwaka huu lipate kuniongoza, na iwe ni furaha yako. So for a few minutes nitawaonyesha how do you make the word of God to be your delight. Utafurahiaje hilo neno? Na hiyo ndio kitu ambacho tunastahili kujiuliza, kwa sababu kama hautaongozwa na neno, wewe sasa utapiga ile tunasema kuhura githaka. Utaenda bali, utatafuta Mungu, utajaribu kutafuta hii, utajaribu kusema hii, na utakuta ya kwamba nothing is working. Lakini for the children of God mulio hapa, wacheni tujifurahishe kwa neno. So number 1, what it means to delight yourself in the word is to read it. Ni kusoma. Ninajua shida yetu mahali iko ni kusomewa. Kusomewa, pasa tafsiri, niongee mambo fulani. I know that is what we want. Lakini nataka kuenda upande ule mwingine. Nikwambia kwamba you can succeed. Unaweza kuprosper ikiwa wewe number 1 utasoma neno kila siku. Maybe niwaambie kwa urahisi, usome tu at least chapter 1. Mimi nasoma Biblia once per year. Hata ile nilikuwa nayo nimemaliza na ninapata copy mpya kila mwaka. Lakini mimi nasoma 4 chapters. Ukisoma 4 chapters utakuwa umesoma Bible yako yote na umerudia kwingine, especially New Testament utakuwa umesoma mara 2 na Psalms. Lakini ukisoma 1 chapter per day, it is a good thing. Number 2, ukishasoma chukua mstari hata kama moja, you study it. Kustudy ni tofauti na kusoma. Ni kusema ule mstari unauchukua
unaangalia upande huu, unaangalia mbele, unaangalia pande hii na pande ile ingine. Ni kitu gani kinafanya tufurahie katika maisha ama tukose kufurahia? Ni kwa sababu hatuna neno la Mungu. Hatuwezi succeed kwa huu ulimwengu kwa formula zetu. Tuna succeed kwa ulimwengu huu kwa kusoma, number 1, number 2, to study. To study ni kuchukua mstari moja tu kwa siku. Alafu number 3, huo mstari una meditate about it. You think about it. Meditation ni kusema unaufikiria. Unasema nimesoma leo Zaburi 1 na mstari wa 2 ndio nitaufikiria the whole day. Hiyo ndio furaha yako. Hiyo ndio inaleta success. Tutaona katika mstari wa 3. Tutaona hiyo ndio prosperity inatoka hapo. Number 4 thing, baada ya kuthink about it, ni vizuri kuzungumza hilo neno. Speak it. Speak. Ukiona hali inakukabilia kwa siku, unasema neno la Bwana linasema. Mtu mmoja alifanya research na akasema hivi ya kwamba kuna 365 promises in the Bible. Lakini mimi ningependa kusema there are many. Bible yote ni promises za Mungu. Biblia yote ni ahadi za Bwana. Chukua ahadi moja, uanze kuiongea kila siku. Unaangalia unasema mimi si mkia, mimi ni kichwa. Mimi si jalaaniwa, mimi ni mbarikiwa. Sitarogwa, mimi ni Yakobo wa Mungu. You see, you speak it until inafanyika hiyo siku. Alafu jambo la 5 ni kuapply. Una apply hilo neno. Ukiona hali fulani inakuja, unaiangalia, unasema neno la Bwana limesema. Make the word of God to be a delight. Najua watu wengi mnasoma Facebook. Nyinyi ni watu wa WhatsApp. Nyinyi ni watu wa TV generation na kameme na radio na nini. Hiyo ndio mambo ambayo tumeachiwa. Kuna vitu nyingi zimetokea wakati huu. Watoto walikuwa nyumbani. Wengine their life will never be the same again. Wameharibiwa na zile vitu wameona wengi wao. Wengi wao wamesikia news, wengine wameona TV, wengine wameprogram mawazo yao kwa njia fulani. Lakini wazazi wengi hawakuchukua nafasi. Na nilizungumza hivyo wakati mwingine wa kufundisha watoto nyumbani. Walifanya delight yao iwe ni games. Video games, TV games, nini. Our delight should be the law of God. Kama kuna mtu atasucceed hapa, ni kufanya hayo mambo 5. So furaha yako ni nini mpendwa? Unajifurahisha na nini? Ni kitu gani kinafanyaga ucheke? Na unajua unaposoma Bible, kuna neno moja huwa linatoka kwa Bible linaingia kwenye moyo wako. Every time you read, the Holy Spirit anafanya kazi hapo. Unakuta kuna scripture moja inaruka, inatoka kwa scripture, inaingia kwa moyo. Unasema hiyo ndiyo neno langu. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa anataka nijue. Maana situation zetu si tofauti. Naweza kusoma neno moja na vile litaniongelesha ni tofauti na vile litakuongelesha. Kwa sababu Mungu anataka kukusaidia. Vile Mungu hana nafasi ya kuchoka kutuongoza, na sisi tusiwe na nafasi ya kuchoka kuchukua neno la Bwana. Disconnect yetu iko hapi. Mara nyingi Mungu ametuwekea neno, lakini sisi tunachoka kulichukua. Mungu hajachoka kutuongoza. Aliongoza Waisraeli mchana na usiku. Na wewe lazima ufanye majukumu yako ya mchana na usiku kwa jina la Yesu Kristo. Verse 3, Psalm 1 verse 3. Anatoa picha. Huyu mtu atakaa namna gani ili baadaye niongee habari ya the other reliable guide about the Holy Spirit. Anasema he is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in season and its leaf does not wither. I love mwisho wa verse 3 nasema in all that he does he shall prosper. He prospers. Takuja hapo niwaelezee baadaye. Angalia Biblia inasema ya kwamba ukipandwa katika neno, ikiwa wewe unajifurahisha na neno la Bwana, utakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji. Kuna mahali Mungu huwa anataka kupanda kila mmoja wetu, kando ya maji. Hapo mahali ambapo mizizi yetu inaenda deep. Mahali tunakunywa kila siku. Neno la Bwana hapo ndio linataka tuwe. Beside the streams of water. Hapo kwa maji. Hapo kwa neno. Neno la Mungu ni maji. Anataka tuwe hapo. Ukipandwa hapo, lazima uprosper. Sasa watu wengine you are not prospering because umepandwa kwingine. Sasa tukitoka hapa, uulize watu bishop alikuwa anaongea nini, utasikia. Mtu aliongea. Alikuwa na mistari. Neno alisoma. Lakini what is your take? Ni kitu gani unaenda kufanyia kazi? The delight should be the law of God. Na Mungu anasema hapo nikikupanda hapo utakuwa kama mti ambao umepandwa kando kando ya nini?
ya maji, na tunaambiwa kile huo mti unafanya. Tunaambiwa mambo mangapi? Mambo matatu. Maandiko yanasema na matawi yake haikauki. Hiyo ni jambo mzuri. Unaangalia mti ulio kando kando ya maji, unakuta ya kwamba it is all green. Hebu niwaambie siri hapa. Kama utakuwa na siri ya kuwa na neno la Bwana la kila siku, utakuwa na new ideas. Listen to me. Utakuwa na new ideas. Utakuwa na fresh activities. Let me tell you. Hautaboeka. Wanasema pastor na wanakuwa na nguvu sana. Oh, pastor wamesaidiwa. Hatukaagi na Mungu kwetu, ni kumtafuta tunamtafutaga. Miaka hiyo nimehubiri 20 years, nahubiri kwa every ibada, nimehubiri wakati mwingine ibada 3, wakati ibada 5, morning devotions, wakati mwingine mazishi, maharusi, birthdays, sherehe za watu, mahali popote unaambiwa, hospitali. Unatoa wapi hiyo maneno? Ni kwa sababu unatafuta to be fresh every day. Tafuta kuwa fresh every day. Utakuwa na new ideas za biashara. Hallelujah. Biashara yako haiwezi ku remain the same. Familia yako haiwezi ku remain the same. Kama uko na freshness, every day kuna kitu mpya. Mungu anazungumzia maisha yako. Shida ni kutegemea mambo ya zamani. Matawi yake, Biblia inasema matawi yake haikauki. So you be fresh all the time. New ideas, new activities, ndio inamaanisha na majani yake haikauki. Every day utakuwa mtu mpya. Utakuwa mpya. Na Yesu kuna mahali alisema ya kwamba maovu ya jana yametosha jana. Kumaanisha jana sasa imekwisha. Kama ulishindwa 2020, sasa 2021 hauwezi kushindwa. Kama jana haukufaulu, leo lazima ufaulu katika jina la Yesu. Unaingia kwa siku na matumainio mapya. Ninaomba mtu asikauke hapa katika jina la Yesu. New ideas zikuje kwako, za biashara, za kuweka familia, za huduma. Unakuwa fresh. And then the Bible says it yields its fruit in its season. Nimesema niongee hiyo kidogo kando, kwa sababu kuna kitu ukiweka kando ya maji, matawi yako haikauki, alafu unazaa mazao kwa wakati ukifika. Neno linasema, unajua kuzaa matunda sio throughout, kuna season. Ni kama vile mtu anashika mimba kwa mama, miezi 9 ikifika anatoa mtoto amefikisha the appointed time. Ninawaombea katika jina la Yesu ya kwamba wakati wako wa kuzaa mazao ukifika, lazima uzae katika jina la Yesu Kristo. Na wewe ni umepandwa pale kando ya maji, unafurahia neno la Bwana. You allow God to speak into your life. So kuna wakati wa kutumainia Mungu, kuna wakati wa kugojea, hiyo season ndio inamaanisha. Lakini wakati wa kuzaa ukifika, unazaa. Kuna wengine wenyu mmepanda vitu, wakati wenyu wa kuvuna umefika. Kuna watu wengine mko katika stage ya kupanda, kwa hivyo hamuwezi kuvuna. Usikibizane na season ya mtu mwingine, kwa sababu tuko katika seasons tofauti. Wengine mko katika season ya kupanda, na wengine wako katika season ya kufanya nini? Ya kuvuna. Nimesikia mtu mwingine akiongea habari ya mtu mwingine vile ameendelea. Nikamwambia fanya hivi, muulize historia yake. Na wasichana wale mko hapa na vijana wadogo, tafadhali wachani kukibizana na hii wazee wanaitwa sponsor. Hata kuna msichana mwingine ananiambia, "Oi, mimi ningependa kuolewa na mtu ako na gari, ako na nyumba na ako na pesa at least $1 million in the bank." Huyo ni mwanaume wa miaka 50. Unastahili uolewe na kijana mdogo, muanzane pamoja. Watu wengine wanafikiria mavuno, lakini hawaangalii nini? Season ya kupanda. Wengine wanaangalia success ya mtu anakibizana na yeye. Najua shida ya watu wengi hata katika maisha ni competition. Una compete na mtu na haujui hiyo mtu kule ametoka. Kila mtu na mzigo wake na season yake. Na wewe lazima ujue mahali uko. Ukiwa kwa nyumba ya rumu moja, usijidharau. Encourage yourself, useme okay, hapa ni kwanza, lakini hapa sio mwisho. So wakati wako wa kizao ukifika, lazima uzae katika jina la Yesu. Kama umejifurahisha kwa sheria ya Bwana, usijipime na watu wengine. Sema woi, watu wengine ni saruni tu anaenda, mimi siwezi kwenda saruni. Season zinabadilika. Na kama uko hapo kwa hiyo season, sio kumaanisha hausongi, usijidharau. Lakini wakati wako wa kufanya kitu ukifika, lazima ufanye katika jina la Yesu. So mtu anapimaga mahali yako. Sasa wengine unataka kuwa mwizi, uibe ili ukibizane na mtu mwingine. Wengine unapatia mzee stress.
wengine wanapatia mama stress. Wachana na watu, jua ile season wewe huko. Mwaka huu ni kujipanga. Sheria ya Bwana ikiwa ndani yetu, lazima tutazaa katika jina la Yesu. Na ukiajiriwa mahali kwa mtu kwa kazi, unaifanya kwa uaminifu, ukijua ya kwamba hata wewe unaweza kuwa mwajiri. Ukienda mahali ukuta watu wako na vitu nyingi za biashara, wanafanya biashara na wewe hauna, unasema mimi ninaanza, wao walikuja mapema. Unasonga. Na mimi naomba season yako ifike na uzae katika jina la Yesu. You will not miss your season ya fruitfulness. Hakuna abortion of purpose. Hakuna hapa mtu mimba yake itatoka ya kiroho na ya kimwili katika jina la Yesu. Ikifika wakati wetu wa kuzaa, tunafanya nini? So kuzaa si sudden. Hata kuku ikitaka mayai, hiyo mayai lazima ilalie. Na mjifundisha na kuku. Kuku inalalia mayai siku ngapi? Si 21? Kanakaa hapo mpaka kanakonda, ili katoe maono ya tuvifaranga. Sasa watu wengine wa Mungu hawajui kugojea mahali. Hawajui lazima brood over your eggs mpaka kitu kizalike. Tutulie katika jina la Yesu. Na usipatwe na heart attack, usipatwe na pressure, usipatwe na mambo mengi. Tulia. Season yako ya kupata kitu ikifika, hakuna mtu atakunyang'anya. Itakuwa ni season imefika. Hata shetani apende asipende, wewe utaingia kwenye season yako na utazaa mazao yako katika jina la Yesu. Alafu Biblia inasema and whatever he does prospers. Nikisikia hiyo ndio ninaona watu wengi mnasomaga hiyo. Na tunashika hapa tunasema whatever I will do I will prosper. How will you prosper? Utaprosper namna gani? Na delight yako si neno. Huyu mtu anazungumziwa hapa ni mtu ambaye anajifurahisha kwa neno la Bwana. Amekubali neno la Mungu limuongoze. Sasa Bible inasema in all that he does he prospers. Niongee hiyo kidogo na maturity ili muelewe. Prosperity kulingana na Mungu sio kama vile sisi tunaiona. Mimi ukiniuliza prosperity saa hii, I can give you a definition yangu. Kile ningependa kuona kwa upande ule mzuri kabisa ikitendeka katika maisha yangu. Hiyo ndio prosperity, success. Kwa wengine success ni kuweza tu kulipa shule ya watoto. Si kweli? Utakuwa umesucceed sana. Wengine success wanatafuta helicopter. Wengine success ni kujenga. Wengine ni kufanya biashara. Kila mtu kuna kitu tunaona ndio success yetu. Lakini ningependa mjue kulingana na Mungu, wakati mwingine success ama kufaulu inaweza kuwa ni kitu hautaki. Mungu anaweza kukushika na kumbe anakuongoza, lakini anakuongoza kwa njia wakati mwingine inakaa ni ya uchungu, lakini mwisho wa hiyo atakuletea manufaa. Whatever he does ni kumaanisha ya kwamba Mungu ako katika biashara ya maisha yako. Na I think ukimachua katika Mungu ni kujua Mungu anakufanyia kazi. Kumbukeni Exodus 13, day and night. Anakuongoza mchana na usiku. Kukiwa mchana ni wakati mambo inakaa mzuri. Kukiwa na giza ni wakati mambo sio mazuri, lakini Mungu bado ana provide even in those hard times. Whatever he does, chochote ambacho huyu mtu anafanya kinafaulu. Na ninaomba tufaulu katika jina la Yesu. So unaweza kujikuta kwa hali gumu sana. Nasitaki kuwa nabii ule mnasema nabii mbaya, lakini hata katika hiyo hali Mungu afanye you pull through. Usonge mbele mpaka upate breakthrough. Unaweza kujikuta kwa hali ambao haukutaka, lakini even in all things, Romans 8 verse 28, katika mambo yote. My point iko hapa, success kulingana na Mungu wakati mwingine inaweza kuwa ni kitu ambacho hautaki, lakini kinakufanyia kazi uwe mzuri. Hiyo ni success upande wa nani? Wa Mungu. Hiyo ni prosperity upande ule mwingine. Na niona verse 1 ya Psalm 1 inasema kubarikiwa ni yule anajifundisha kutotembea na watu na ushauri wa watu wabaya. Kwa hivyo Mungu anaweza kuondoa watu fulani katika maisha yako for your own good. Kuna watu mmezoea kukaa na wao wa masengenyo. Mungu anaweza kukusaidia tu akukatanishe na wao, masengenyo ikwishe na wewe uone Mungu. Kitu kibaya kilitendeka kwa kazi ya Isaia ambaye alikuwa anaitwa Uzia na alikuwa mfalme. Na Isaia alikuwa amezoea kukaa palace na kumbe ni nabii ambaye ameitwa na Mungu. Bible inasema siku ile mfalme huo alikufa, Isaia aliona nani? Alikuwa amezoea kukula chapati na madodo na vitu mzuri na juisi ya huko. Uzia akaondolewa na Mungu. Isaia atabiri. So wakati mwingine prosperity kulingana na sisi ni kitu kibaya, lakini kulingana na Mungu ni kitu kizuri. Point yangu iko hapo, let the Lord lead you.
Ukiokoka unaruhusu Mungu akuongoze. Ukipanda, kuna imbo tunaimba, milimani mabondeni nitafanya kazi ya Bwana, milimani na mabondeni. So ukipanda unaona Mungu, ukishuka unasema ni Bwana. Hiyo ndio inaitwa maturity. Na utakuwa mtu ambaye uko na hauna season, anytime unazaa mazao. Ukiwa kwa shida unazaa mazao. Lazima ujue season zote ni Mungu anazicontrol katika maisha yako. And whatever he does, he prospers. Kila unaguza na mikono yako una succeed. So kuna wakati Mungu anachukua vitu zingine anaziongeza katika maisha yako, na wakati mwingine anatoa vitu zingine. Nimemaliza kuongea habari ya kuongozwa na neno. Few minutes, Mungu anatuongozaje na Roho wake Mtakatifu? Romans 8 verse 14. Nisema these are two reliable guides. Vile tunatumia compass, unajua compass ile ya kujua unaelekea wapi, ndio wanahewa wanatumia. Siku hizi kuna kitu kinaitwa Google Map. Kama unaenda na nyuki na hujui ni wapi, ukiwa hapa Murang'a unauliza Google direction. Google, Nakuru ni wapi? Nikitoka Murang'a nitapitia njia gani? Hata inakuonesha zile town zote, utafanya nini? Utapita. Inaitwa compass, ni Google Map. Tunahitaji kitu kinatuongoza sisi kama Wakristo tuelekee katika destiny yetu. Number 2, it is the power of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu huwa ana point, is a pointer. Anatuonyesha mambo tofauti tofauti. Na wapendwa, ni vizuri mjue Roho Mtakatifu sio kitu. Roho Mtakatifu ni mtu. Anakaa ndani yetu. Look at this scripture, inasema as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Wale wanakubali kuongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sasa Roho Mtakatifu anatuongoza katika njia tofauti tofauti. Haya, nisikilize sasa hapa kama ninaenda kufunga hii mahubiri. Kuna watu wanasikia an audible voice. Watu wengine wanasikia a compelling voice, sauti ikiwa ndani. Nataka kuonesha vile njia Roho Mtakatifu anaongea. Sauti ikiwa ndani. Wewe kama umeokoka na umeachana na njia mbaya na wewe ni mtu wa Mungu, kuna sauti huwa inazungumza ndani ya mtu na inakuweka impressions, inaweka vitu huko ndani. Usiseme ni akili zangu. Akili zako wakati mwingine zinashikwa na Roho Mtakatifu na anakuelekeza katika njia fulani. So he puts impressions in our spirits, in our hearts. Hiyo ni number 2. Number 1, an audible voice. Kitu ya pili, Mungu anaweka vitu, convictions katika moyo wako. Kitu ya tatu, vile Roho Mtakatifu anaongoza watu, ni ya kwamba Roho Mtakatifu anatuongoza kwa amani, peace. Kitu kinaitwa amani. Unasikia amani nyingi. Unaenda kufungua biashara, unasikia hapa hakuna. Hata nyumba zingine unahamia, unasikia kweli hauna amani hapo. Unastahili uondoke tu, acha kung'ang'ana. Hata vijana wengine niwasaidie tu, na wasichana, young people. Ukienda kuana na mtu na mnasubuana na hamujaoana na mkokotiship, umeanza kusubuana mpaka unasikia hauna amani, unajiigiza kwa hiyo kitu ya nini? Wachana nayo. Hiyo ni indication Roho Mtakatifu anakuambia leave that relationship. Kama umeolewa na umeoana, kaa ndani. Ewe sasa hakuna kitu kingine utaambiwa, kaa ndani until death do you part. Lakini kama haujaolewa, unasikia mungangano, mnaongea, mnakosana, amani inaisha, unasikia hautaki huyo mtu. Why are you staying there? Kwa hiyo relationship ambayo unaona haitafaulu. Amani ni kitu. And sometimes number 4, lack of peace. The opposite ya peace ni lack of peace. Unakuwa na restlessness. Nakuta huna amani. Unapewa pesa na Mungu, unakuta Mungu anakuzungumzia huna amani na hizo pesa, anakuambia peleka kwenye madhabahu. Seriously. Ishafanyika hivyo. Unapokea kitu hivi, Mungu anakuambia hiyo sio yako, pelekea mtu fulani, peleka kwa ibada. Kukosa amani pia ni indication ya kwamba Roho Mtakatifu anakuongoza. Lazima pia hizi vitu zote uweze kusikiliza from inside of you. Wale wanakubali kuongozwa na Roho wa Bwana, Bible inasema hao ni watoto wa Mungu. And the Holy Spirit is in us, ako ndani yetu. He is God, yeye ni Mungu ndani ya maisha yetu. So kuna inward conviction, kuna audible voice, kuna peace, kuna restlessness, unasikia kwamba haujapumzika. Na kitu ya 5, kuna circumstances, hali zile ambazo unapitia. Unaingia kwa nyumba, unataka kukomboa hiyo nyumba, unasikia hata wale watu wanakaa hapa
hatupatani. So what are you doing? Roho Mtakatifu si anaongea na wewe. Circumstances, kuna hali fulani unaona hii hali siwezi kufaulu. Useme wakati mwingine ati unakosea sana. Usikose pia kujiamini. Kuna vitu zingine lazima ujiamini ya kwamba it's the Holy Spirit speaking to you. Sasa lazima utambue kuna kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na anatupointia mahali baraka zetu ziko. Mahali ushindi wetu uko. Mahali breakthrough yetu iko. Roho Mtakatifu hatuongozi kwa dhambi, hatuongozi kwa masanamu, hatuongozi kwa vitu za shetani, anatuongoza kwa vitu za Mungu. So kitu kicontradicts the word, unasema hapo sasa ninajua ni shetani. Kwa sababu kuna kadhini line, kuna karaini kadogo sana katikati ya sauti ya Mungu na sauti yako. Ya shetani ni obvious. Inaongea contrary. Inaongea kinyume na neno la Bwana. Inaongea kinyume na mapenzi ya Mungu. I know there are many things that are going to happen this year for our good. Amen. Inua mkono wako. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema juu ya kila mmoja wetu. Tuongoze Bwana. Lead us, oh God. Tunatamani kuongozwa na wewe na neno lako na Roho wako Mtakatifu. Tunafungua mioyo yetu ili Bwana utende mema. Na ninaomba ya kwamba hakuna moyo utakuwa mgumu hapa. Hakuna mpendo atakosa kuelewa kile unafanya katika maisha yake. Mambo yetu yatabadilika, ya afya, ya biashara, ya ukulima, chochote tunafanya. Anything that we do will succeed. We will prosper in school, in businesses. Tutakuwa tunaonekana tukiwa tofauti na wengine katika jina la Yesu, kwa sababu ya neema ambayo utaweka juu ya maisha yetu. Tunapoendelea na huu mwaka, tuna possess our possessions in the name of Jesus. Na ninaomba ya kwamba katika mlima huu kutakuwa na ukombozi. Katika mlima huu kutakuwa na wokovu. Na katika mlima huu watu wako watapokea their possessions katika jina la Yesu. Na ninaomba Bwana utupe neema tunapoendelea. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Tunakushukuru kwa sababu ya kutazama kipindi hiki ambacho tumekuletea all the way from Murang'a Christian Foundation Fellowship. Na ningependa nikuombee mtazamaji kwa sababu ya kukaa pamoja nasi, na Mungu atakubariki. Lakini kabla ya kuomba, ninakuuliza kama umebarikiwa na tena ungependa kutusaidia kuendelea kuhubiri. Kuna namba ambazo zinapita hapo chini ya runinga yako. Unaweza kutuwekea msaada wowote. Inaweza kuwa ni 1,000, inaweza kuwa ni shilingi 50, inaweza kuwa ni shilingi 10,000, haijalishi, lakini tunajua kwamba Mungu atabariki maisha yako ili tubariki na sisi tuendelee kuhubiri kwenye runinga hii katika jina la Yesu. Ningependa kuombea kila mmoja. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya nafasi hii kubwa ambayo umetupatia ili tuweze kuleta neno lako kwa watu wako. Ninajua ya kwamba umekuwa msaada wa kila mmoja wetu, na ninajua wote waliosetwa utazidi kuwafungua na kuwabariki. Kumbuka watu wako, wakumbuke mahali tu walipo katika jina la Yesu, ili mkono wako ambao ni wa baraka uwe juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Pokea heshima na utukufu, maana wewe ni mwaminifu. Mpaka tuonane wakati mwingine, hifadhi kila mmoja wetu because you are faithful. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Tegea hapo tena siku kama ya leo. Mimi na mke wangu Lucy tunakuambia kwaheri and shalom in Jesus name. Amen.